Yesu asifiwe sana. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu tena kwa kibali ambacho amenipa, kwa neema ambayo ameachilia. Na kila sababu ya kumtukuza Mungu wetu aliye hai kwa kuwa amekuwa pamoja na sisi. Ametusaidia hata sasa. Ametulinda, ametupa afya njema. Ni kwa uweza wake na ni kwa nguvu zake. Nipende kukaribisha katika kipindi hiki cha Amka na Rehoboth. Mahali hapa nikukaribisha sana popote ulipo mpendwa ambaye umepata neema ya kuwa pamoja na mimi leo tena tarehe 7 mwezi wa 10 2025. Nina kila sababu ya kumtukuza Bwana kwa neema ambayo umetupa, kwa uzima ambao umetupa. Kwa wale ambao wanifahamu, naitwa Cosmas Paulo Sambai. Tuko pamoja katika wiki hili katika vipindi hivi vya Amka na Rehoboth live streaming hapa jijini Dar es Salaam. Tunajifunza mambo mazuri ya Mungu. Unaweza tukashare na rafiki na mpendwa ambao unampenda, unatamani asipitwe na habari hizi, basi itakuwa ni njema sana. Tulikuwa na somo ambalo tumeanza nalo siku ya jana linalosema kubali kufinyangwa na Bwana. Kubali kufinyangwa na Bwana. Jana tuliweza kuangalia mambo ya kuzingatia inapofika kiwango unataka kufinyangwa na Bwana. Unapotaka kufinyangwa na Bwana, kuna mambo ya kuzingatia. Tuliangalia mambo matatu. Tukasema jambo la kwanza, usimpangie Mungu namna ya kukufinyanga, na jambo la pili tukasema usitamani kufinyangwa kama mtu fulani, bali tamani kufinyangwa kukidhi viwango vya yule anayekufinyanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukidhi viwango anavyohitaji mfinyanzi wako. Na jambo la mwisho tukasema lazima utambue wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. Hilo ndio jambo la mwisho tuliweza kulitazama. Lakini leo sasa tutakuja kuangalia baada ya kuwa tayari sasa kufinyangwa na Bwana. Moyo wako uko tayari, Mungu niko tayari kutengenezwa. Na Mungu tayari anaanza kutengeneza sasa. Kuna mambo vile vile ambayo unatakiwa kuyafahamu na kuyazingatia. Tutaangalia mambo kama vile matatu vile vile kwa leo. Natamani tuende vizuri mwana wa Mungu popote ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu anaweza kukufinyanga kama apendavyo, tukakubali kufinyangwa na yeye, unatakiwa kutazama mambo yafuatayo. Na unatakiwa kuyajua na kuyafahamu na kuyaweka katika akili yako. Jambo la kwanza, inapofika mahali Bwana yuko kwenye mchakato wa kukufinyanga na wewe uko tayari, usiangalie hali ulio nayo na mabaya uliyofanya nyuma. Ile ni jambo la kwanza. Usiangalie hali ulio nayo na mabaya uliyotenda nyuma. Endapo kifika kiwango cha kukubali kufinyangwa na Bwana, usiangalie mambo yaliyopita. Usiangalie mazingira ulionayo. Usiangalie maisha yako jinsi gani yalivyo, ya kwamba itawezekana kweli kwa hiki. No. Ikifika kiwango wewe umekubali kufinyangwa na Bwana, na Bwana yuko katika mchakato wa kufinyanga, usije ukatazama kamwe yale ambayo umeisha kwisha kuyatenda. Usiangalie makosa ya nyuma uliyoyatenda. Usiangalie hali ulio nayo. Usiangalie maisha ulio nayo. Usiangalie umaskini ulio nao. Hicho kitu utakiwi kabisa kama mtoto ambaye umekubali kufinyangwa na Bwana. Umekubali kutengenezwa na Bwana. That is the first thing. Acha tukasome katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 5. Waefeso sura ya 2 na ule mstari wa 5, neno la Mungu linasema hivi: hata wakati ule
tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Tunajua makosa yanamfanya mtu awe mfu, awe ni maiti inayotembea. Dhambi inamfanya mtu awe maiti inayotembea. Sasa inapofika mahali Mungu anakutengeneza na kukufinyanga, maana yake anakuokoa katika umauti, anakuokoa katika wafu, unakombolewa katika wafu kwa neema yake yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni neema ambayo Mungu anatupa watoto wake kutuokoa, watoto wake kututoa katika ufu wa kiroho. Neno la Mungu liko wazi likinatuambia kwamba hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa, kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya mambo mengi ambayo tuyatenda ambayo yampendezi Mungu, yeye Kristo alituhuisha, akatuokoa kwa neema yake. Maana yake habari ya kufinyangwa ni neema, habari ya kutengenezwa ni neema. Haleluya. Mungu ameachilia kwa watu wote. Ni swala la kuwa tayari. Ni swala la kuwa tayari. Kwa hiyo hii neema ambayo tunaipata, maana yake inafuta makosa yote ambayo tumeyatenda. Inafuta mazingira mabaya tulio nayo. Inafuta hali tulizo nazo. Bwana Yesu asiwe sana. Inafuta hali tulizo nazo. Ikifika mahali Bwana anakutengeneza, Mungu anaondoa vyote ambavyo vilikuwa vinaleta doa kwako. Mungu anaondoa vyote vile ambavyo vilikuwa vinamchefua, anaviondoa. Kwa hiyo inapofika mahali umekubali kufinyangwa na Bwana, kutengenezwa na Bwana, tena ukaanza kuwaza ya nyuma, ukaanza kuwaza makosa, ujue kabisa unajirudisha nyuma wewe mwenyewe. Bwana Yesu asiwe sana. Na ujue mtu aliyefinyangwa na Bwana hafanyi makosa, atendi dhambi. Wale walio wa Mungu hawatendi dhambi. Bwana Yesu asiwe sana. Sina maana ukiokoka kwamba watu waliookoka hawatendi dhambi. Kuna wengine wanafanya dhambi na wako ndani ya kanisa. Na ukayojue kwamba hao watu hawajafinyangwa kikamilifu. Kuna mahali hawajakubali kuokoka. Ndio watu wengi wa namna hiyo wanasema inayookoka ni roho, sio mwili. Kwa hiyo yuko tayari kufanya uzinzi, yuko tayari kufanya uasherati, yuko tayari kufanya mambo mengine ambayo yampendezi Mungu, ila yeye akijiona tu anaenda kanisani na naimba na nahubiri, anaona yuko salama. Bwana Yesu asiwe sana. Huyo mtu hajafinyangwa na Bwana. Anaenda kimwili na anaenda kwa uzoefu alio nayo, yamkini amesomea. Na mbaya zaidi leo hii shule za Biblia muda mwingine zinawaharibu watu wengi. Sio mbaya, ila zinawaharibu watu wengi. Inafika watu hawataki mwongozo wa Roho Mtakatifu, wanatumia elimu aliyoipata, wanatumia uzoefu aliopata mavioni, wamemsahau Roho Mtakatifu. Kwa wanajikuta wanatumia uzoefu. Utakuta ni mtumishi anafanya dhambi na anasimama na anahubiri, watu wanapokea na wanabarikiwa. Bwana Yesu asiwe sana. Na ujue hao watu, huyo mtu hajafinyangwa hata kama ni mchungaji. Unajua watu wa Mungu tu lazima tuelewe, uchungaji wa askofu wa nabii sio mtume, sio tiketi ya kusema kwamba wewe ndio mbinguni moja kwa moja. Kwanza hicho cheo kwa Mungu hata akijulikani ni cheo cha aina gani. Huo nabii sijui huko ukifika kwenye hukumu hautaulizwa kwamba hivi na hivi sijui utaitwa kwa nabii fulani, litaitwa jina lako. Ni kweli Mungu amekuchagua kuwa nabii, kuwa mchungaji, kuwa mtume, tunaelewa. Lakini kifika kwa Baba kule hakuna cha cheo, hakuna cha nini. Sasa ukitumia cheo
na ukasahau njia sahihi ambayo unatakiwa kuipita, ukasahau kwamba kuna kufinyangwa, kuna kutengenezwa na Mungu kutoka kwenye makosa na kusimama katika njia iliyo sahihi ambayo Yesu Kristo alijitoa kwa neema. Neema tukaipata hii ya bure kabisa bila kulipia. Unajua, ujue kabisa kuna hatari iliyoko mbele yako. Kuna baraa utaona ulio washirika wako mbinguni, wewe huko unaenda kuzimu, unaenda motoni. Asilimia kubwa kuna wachungaji watakuwa daraja la washirika wao kwenda mbinguni, alafu wao unabaki wanaenda motoni. Sasa ndio itakuwa baraa jingine hilo. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa tumeweza kuona tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa, lakini Bwana akatukomboa, akatuokoa kwa neema yake yeye. Kwa hiyo ukikubali kutengenezwa na Bwana, ukikubali kufinyangwa na Bwana, usitazame makosa yale uliyotenda nyuma, kwa sababu Mungu tayari alishafuta kupitia Yesu Kristo. Yote hayana uhalali juu yako. Maana yake unachotakiwa ni kuendelea kusimama. Sina maana kwamba sasa kwa sababu Mungu amekufinyanga basi uanze kujicha. Tembea katika njia ambayo Bwana amekutengeneza nayo, ambayo Mungu amekufinyanga nayo. Usiyakumbuke yale ya nyuma. Isaya sura 53 mstari wa 5. Isaya sura 53 na ule mstari wa 5, neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu linasema hivi. Isaya 53 mstari wa 5, nitasoma kwa jina la Yesu. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Huyu ni Yesu Kristo nabii. Anamtabiri Yesu kabla hata kitendo hiko hajatendeka. Anasema alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa makosa yetu. Huyu ni Yesu anazungumzwa na nabii Isaya, kwa sababu alitabiliwa ya kwamba yeye ndo aliyeteseka kwa sababu ya makosa yetu. Aliteseka, alichubuliwa, alipigwa kwa sababu ya makosa yetu. Kwa hiyo inapofika mahali umekubali kufinyangwa na Bwana, jua kabisa ya kwamba Mungu au Yesu Kristo anatale hai, yeye aliteseka juu ya makosa hayo. Kwa sababu kwa hiyo mimi sina hatia juu ya makosa niliyoyatenda nyuma. Sasa mimi ni kiumbe kipya. Mimi ni wa Mungu tena, mimi ni kiumbe kipya, ni mtumishi wa Mungu. Siko katika makosa tena, kwa sababu Yesu ameniokoa. Yesu amenitoa huko. Baada ya kuokolewa ni habari ya kufinyangwa kwa upya, kutengenezwa kwa upya, kuzaliwa kwa upya, kufaa kwa kazi ya Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo kuokoka ni kuzuri sana. Ni kuzuri sana. Yeye ndiye aliyekuja kwa ajili yako. Tungekuwa hatuna makosa, ilikuwa haina haja ya Yesu kuja kutuokoa. Ilikuwa haina haja ya Yesu kuja kufanyaje? Kutuokoa. Ingekuwa hatuna makosa. Kila mwanadamu ana makosa. Lakini neema ya Mungu ilipokuja kutukomboa, maana yake imekuja kutulipia makosa tuliyotenda na kutupate nguvu ya kutokuyafanya tena yale makosa. Ndio maana Yesu alikuja. Isingekuwa ni hivyo basi, isingekuwa haja ya Yesu kuja kutukomboa wanadamu. Isingelikuwa haja ya Yesu kuja kuokoa watu. Isingekuwa haja. Bwana Yesu asiwe sana. Hilo ni jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulizingatia. Mwana wa Mungu inapofika kiwango wewe umekubali kufinyangwa na Bwana, lazima usiyakumbuke na kuyatazama yale yaliyopita, yale yaliyofanyika nyuma. Usiyakumbuke. Don't remember that. Usikumbuke hata kidogo. Bwana amesha kutengeneza. Mungu amesha kutengeneza. Usikumbuke. Bwana yuko pamoja na wewe. Jambo la pili. Second thing.
Endapo umefika kiwango wewe umekubali kufinyangwa na Bwana, Bwana anakufinyanga, jikubali kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu mzuri katika eneo lilopo. Jambo jingine ambalo unatakiwa kulijua, unatakiwa kujikubali kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu mzuri katika eneo lilopo. Mahali ambapo Mungu amekuweka, endapo wewe umefinyangwa na Bwana, kubali ya kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu sio mchungaji tu, mtumishi wa Mungu sio nabii, sio mtume, sio askofu tu, sio mwalimu tu, sio mwinjilisti tu, sio mwimbaji tu. Mtumishi wa Mungu ni yeyote yule ambaye ameamua kuifanya kazi ya Mungu kwenye nyanja tofauti tofauti. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Hata yule anayeenda kanisani anafagia, anafuta viti, anadeki choo ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ambaye ameokoka ni mtumishi wa Mungu. Ndio maana mtu unapookoka, maana yake umefinyangwa na Bwana. Unatakiwa kujua kwamba wewe una kazi ya kufanya. Unajua kwa watu wengine hawaelewi. Wakiokoka wengine wanajua tu kwenda kanisani tu, kukaa, kusikiliza, kupokea na kurudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawaelewi ya kwamba wao ni watumishi wa Mungu, wanatakiwa kutumika. Wewe ukishaokoka tu na ukajua njia ya Kristo, wewe ni mtumishi, unatakiwa kutumika. Hautakiwi kukaa ndani ya jengo la kanisa. Hautakiwi kukaa. Hujaitwa kuja kutalia, hujaitwa kuja kukaa duniani. Umeitwa kuja kufanya kazi. Biblia inatuambia kwamba mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Mwingine anaweza kusema siwezi kuhubiri, siwezi hata kama uweze kuhubiri, kuna kitu unachokiweza ambacho kinaweza kusababisha watu wengine waokoke. Inaweza kuwa ongea yako tu inaweza ikamsababisha mtu aokoke. Mungu anaweza akupa neema ya namna tu unavyoongea ikawa ushawishi wa mtu kukufuata na kukuuliza, hivi unaabudu wapi? Hivi wewe ukoje? Tayari umeshamwokoa hapo. Mda mwingine hata tembea yako tu, namna unavyotembea, mtu akikutazama naona huyu mtu kweli mbona anatembea vizuri, nimefurahiwa naye, acha nimuulize anaabudu wapi, anasali wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tayari naambia karibu, hata kama uwezi kumuongoza sala ya toba, naambia twende kanisani, mchungaji atakuombea, nani atakuombea. Tayari umepata kondo. Tayari Bwana amejivunia matunda. Sasa kwa nini haujikubali? Kwa nini unajidharau? Kwa nini unajiona hufai? Kwa nini unajiona hufai? Mungu mahali ambapo amekuweka hajakuweka bure. Hajakuweka utalii hapo, mwana wa Mungu. Umewekwa kwa kazi maalum endapo wewe umefinyangwa na Bwana. Kwa lazima ujue ya kwamba unatakiwa kujikubali kwa wewe ni mtumishi mzuri wa Mungu. Ni mtumishi wa Mungu mzuri katika eneo lilopo. Hajalishi kwenye biashara, hajalishi kwenye huduma, hajalishi kwenye ofisi uliopo. Jikubali kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu. Jikubali kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu. Lazima ulielewe na utambue hilo. Tutaenda kusoma Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Na tutaluka tutaenda kusoma mstari wa 21. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15 na tutaluka tutaenda 21. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15 inasema, jitahidi kujionyesha kuwa umekubalika na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, yani ya kuona aibu, ukitumia kwa halali neno la kweli. That is a simple. Use the word of truth. Ni kitu tu cha kuzingatia kwamba ukitumia neno la kweli.
Jitahidi kuwa umekubaliwa na Bwana, kuwa mtendakazi. Huizi mtendakazi. Mtendakazi ni nani? Kwani hapa anazungumziwa mchungaji hapa? Kwani mchungaji hapa mwinjilisti amezungumziwa hapa? Kuna nabii amezungumziwa hapa? Ila nakwambia jitahidi kuwa umekubaliwa na Mungu, kuwa mtendakazi. Mtendakazi pamoja na Kristo. Bwana Yesu asiwe sana. Je, wewe umejikubali kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu? Kwa hali hiyo hiyo nayo, endapo tu umefinyangwa na Bwana, umejikubali? Aya, mstari wa 21 anasema hivi: basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga nao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengeneza kwa kila kazi iliyo njema. Inapofika kiwango cha Mungu kukutengeneza, Bwana anakutenga na vitu viovu, anakutenga na watu wabaya, anakuwekea mipaka kukaa na watu wa tabia zisizofaa. Anakuwekea mipaka. Paulo akasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mungu anakuwekea mipaka, watu gani ukae nao, watu gani utembee nao. Mtu aliyefinyangwa na Bwana hatembei na kila mtu. Sina maana kwamba asalimiani na kila mtu, hatembei na kila mtu, hawaendi njia moja na kila mtu. Mtu aliyefinyangwa na Bwana, usitafsiri ya kwamba eti aliyefinyangwa na Bwana anasalimia na anawapenda kila mtu, anampenda. Mbaya, mchafu, mchawi, mganga, nani, aliyefinyangwa na Bwana hawachukii watu hawa. Akikutana nao anawasalimia, akikutana nao anawaheshimu, lakini sio kutembea nao, sio kwenda njia moja nao. Anasema alitutengeneza. Na ikiwa mtu amejitakasa, amejisafisha na akajitenga nao wabaya, atakuwa chombo kizuri kilichotengenezwa kwa kazi iliyo njema. Kwa kazi iliyo njema. Bwana amesimama kututengeneza. Bwana yuko tayari kutufinyanga. Na ikiwa sisi tayari tumeshafinyangwa, tunatakiwa kujikubali kuwa ni watumishi wake, kuwa ni watendakazi pamoja naye, kuwa ni watendakazi pamoja naye. Kwa nini tunajifunza habari hizi? Kuna watu wengi leo wamejidharau. Kuna watu wengi leo wako nyuma. Kuna watu wengi leo wanaona aibu kutumika, wakati tayari wameisha finyangwa na Bwana. Wanaona aibu kuyafanya yale ambayo Mungu anataka wayafanye. Wanaona aibu kuyafanya yale ambayo Mungu anataka afanyeje, wayafanye. Wanaona haya, wanatayarika. Sasa niko mahali hapa kukueleza ya kwamba wewe uliyekubali kufinyangwa na Bwana, unatakiwa kujikubali kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu. Hajalishi ni shemasi kanisani, hajalishi ni mwimbaji, hajalishi mfanya usafi, hajalishi sijui nani, hajalishi mtu wa kawaida kabisa, hauna cheo chochote, iwe kwa vijana, iwe kwenye idara yoyote. Nataka kukwambia kwamba jione kuwa umekubalika na kuwa wewe ni mtendakazi wa Mungu aliye hai. Bwana anahitaji watendakazi walio na moyo wa utayari, wasio na majivuno, wasio wa kujiona, wa kujigamba. Bwana ana shida na hao watu. Bwana anawahitaji hao watu. Anawahitaji hao watu. Na Mungu anatembea na watu ambao wamejikubali. Mungu atembee na watu waoga. Mungu atembee na watu ambao hawajaamini. Kwani imesemaje?
Mtu mwenye kusita sita roho yake haina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikutafutie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Waebrania. Ni Waebrania. Mungu hafurahi na mtu ambaye ana sita sita. Hafurahi kabisa, hafurahi kabisa. Hafurahi hata kidogo. Umekuwa mtu wa kusita kila mahali. Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Ngoja nikuonyeshe. Unajiita umefinyangwa na Bwana na bado una sita sita. Una heni. Haueleweki. Anasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisita sita, roho yangu haina furaha naye. Mwenye haki ni yupi ambaye ataishi kwa imani? Ni yule ambaye amefinyangwa na Bwana. Ni yule ambaye ametengenezwa na Bwana. Ni yule ambaye amekubali kufinyangwa na Bwana na akafinyangika. Huyo ndiye mwenye haki. Sasa Bwana anatuambia kwamba huyo mwenye haki akisita sita, roho yangu haina furaha naye. Sasa Mungu hawezi kutembea na mtu ambaye hana furaha naye. Ni kama wewe tu ambaye huwezi kusimama na mtu ambaye humfurahi kabisa. Na Mungu hakufurahi sio kwa ubaya, ni kwa sababu una sita sita, una wasiwasi, unakuwa nyuma, haujikubali kuwa wewe ni Mungu amekutengeneza, haujikubali kuwa wewe ni mtendakazi wa Kristo. Mungu hana furaha na wewe. Mungu hana furaha na wewe. Kwa nini uwe mtu wa kusita sita? Kwa nini uwe mtu wa mashaka? Dahili ya kwamba Mungu amekufinyanga. Kwa hiyo ni jambo la pili la kuzingatia, mtoto wa Mungu, ya kwamba unatakiwa kujikubali kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu mzuri katika eneo lilopo. Endapo tu umekuwa tayari kufinyangwa na huyu Yesu, umekuwa tayari kufinyangwa na huyu Baba, jikubali, jione kuwa uko sawa na unaweza ukamtumikia Mungu kwa viwango vikubwa, na Mungu akakutumia na ukaleta matokeo makubwa na ukafanya mambo makubwa, ukazaa matunda na yakapata kukaa. Si ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyochagua mpate kuzaa matunda, na wewe matunda apate kukaa. Yohana 16, Yohana 15:16 utaikuta hiyo. Bwana Yesu asiwe sana. Je, umejikubali? Hivyo ulivyo, umaskini huo ulionao. Unajua wengine kukosa fedha wanajionyesha ndio wanyonge kwenye habari za Mungu. Kisa hana fedha, yuko nyuma tu, yuko nyuma. Hata jambo aliko sawa anakubaliana kwa sababu hana fedha. Mwambie Mungu ni anaangalia fedha. Huko kote ni kwa sababu ya kuto kujikubali. Kuna watu wana mawazo mazuri ya Mungu, kuna vitu ambavyo Mungu amewekeza ndani yao, lakini kwa kuwa na wasiwasi na mashaka hawajikubali kuwa wamekubalika mbele za Bwana na ni watenda kazi mbele za Bwana. Unakuta wamelala na hivyo vitu. Ndugu yangu, utadaiwa. Amka usingizini. Utadaiwa. Pamoja na kukosa hela kwako, sio tajiri kama wao. Wewe jikubali ya kwamba mimi nilicho nacho. Kwani kina Petro na kina Yohana wakati wanapenda pale hekaluni kumkuta yule kiwete, aliyowaona wamevaa vizuri, lakini jamaa kumbe hawana hata sumuni, hawana hata shilingi mfukoni, lakini wamejaa ujasiri wa ajabu kwa sababu wana kitu cha tofauti ndani yao, na wamejikubali hivyo walivyo navyo, kwa kukosa fedha, kwa kukosa dhahabu, hivyo walivyo, wamejikubali kuwa ni watendakazi wa Kristo. Wanajiamini kweli kweli. Wanafika pale mlangoni, yule kiwete anatarajia apate chochote. Ambia, my dear, no, we have nothing to give you, but that we have will give you. We have nothing. We have no diamond, man, anything, but we have one thing. Stand up and walk. Simama na wende.
Hatuna fedha, hatuna mali, hatuna dhahabu, hatuna hata unga wa kukupa. Sisi hatuna hivi vyote, lakini tulicho nacho ndicho tunachokupa. Simama, nyanyuka, tembea zako, kafanye kazi zako, ujipatie kipato. Hawana chochote leo hii. Mkristo akiwa hana kitu kanisani, hana kazi, hana fedha, hana nini, maisha yake ya kuungaunga, yani ni mdhaifu. Yani mpaka alishajua watu, huyu hamna kitu, huyu hana chochote. Ndivyo Mungu alivyokuagiza ufanye hivyo? No, ni madhara ya kuto kujikubali kuwa una kitu cha kiungu ndani yako. Mali si kitu, fedha si kitu. Mungu hana na hiyo vitu. Kile ambacho amewekeza ndani yako kifanyie kazi kwa ujasiri, ukijiamini, hata kama kizalao. Unajua kuna watumishi wengine wanadharau kazi za watu. Unakuta katibu wa kanisa anamdharau shemasi, anadharau cheo cha mtu wa chini. Hiyo ni makosa makubwa. Unakuta mchungaji anamdharau shemasi wake kwa sababu eti ni shemasi, yeye ni mchungaji. That is very dangerous. Ni hatari sana, kwa sababu yeye na yeye ndo amepewa hicho ndio alicho nacho, ndio anakitumia kufanya kazi. Ulichopewa wewe ni cha kwako. Kwa nini udharau wengine? Kwa nini waone wengine hawafai? No. Sasa hata kama wakikuona hufai, wewe jikubali kuwa wewe unafaa mbele za Bwana kwa hicho kidogo ambacho Mungu amekupa, ukifanyie kazi. That is the thing to capture to you. Hicho ndio kitu cha msingi ambacho natakiwa kushika na kutambua. Chochote ambacho umepewa kifanyie kazi. Haijalishi watakutukana, watakizalao, wataona Bwana Yesu asiwe sana. Kwani kuna wangapi wanadhalau kazi za ambazo hazina heshima? Nilikuwa nazungumza na mama mmoja, anasema kazi yake anagonga mawe. Akaniambia hii kazi ni ya kudharaulika sana. Na ni kweli na kudharaulika. Na katika maisha yangu nimeshamwambia Mungu, hii kazi sitakuja nifanye hata kama nipitie nini. Kugonga mawe sijui na kuokota makopo ni kazi nzuri, sio kwamba nadharau, lakini kwa upande wangu nasema sitakuja nizifanye. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini sio kwamba na wadharau wanaoifanya. No. Sidharau wanaofanya. Yule mama akawa anasema kuna watu kupitia kugonga mawe wanasomesha watoto na walisha familia. Hizo kazi. Hizo kazi za kudharaulika. Wanasomesha watoto, wanalisha familia, familia zinasonga kwa hizo kazi. Lakini mimi kutokutaka hiyo kazi na kukataa kuifanya haina maana kwamba ni wadharau wale watu. Haina maana kwamba nisiwaheshimu. Haina kwamba ni watukane kwamba ni maskini wa no. Wao ndio nafasi walioipata kusimama hapo kufanya hiyo kazi. Na ndivyo ilivyo kwa Mungu. Nimetolea mfano dhahiri ili uelewe hata kwa Mungu ni hivyo hivyo. Inapofika kuna watu wako chini na wewe uko juu. Kuwa juu kwako eneo lilopo ni Mungu kakuweka. Walio wa chini hautakiwi kuwadharau na kuwaona hawafai. Waache na wasaidie, waambie jikubali kwa hicho Mungu alichokupa. Jikubali, fanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Tenda kwa juhudi. Yani ona kama vile una kitu kikubwa. Kitumie. Mungu atakupa thawabu kupitia hicho. Kwa sababu kila mmoja atalipwa kulingana na uwezo aliopewa na kazi aliyotenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo nimekaa sana, naamini kuna mtu ameelewa zaidi. Let's go. Point number 3 na ya mwisho, ambao unatakiwa kuzingatia endapo wewe umekubali kufinyangwa na Bwana au kutengenezwa na Bwana. Jambo la 3 ambalo unatakiwa kulishika na kulifanyia kazi, sio kulishika tu na kulifanyia kazi. Tumia gharama yoyote kutunza wokovu wako na utakatifu ambao Mungu amekufinyanga nao kwa upya. Mpende Mungu kwa kiwango cha juu. Hilo ni jambo la msingi sana.
ambalo watu wengi hatutilii maanani na wala hatuoni. Bwana Yesu asiwe sana. Na wala hatuoni. Watu wengi hapa kwa eneo hili. Watu wengi kwenye eneo hili. Bwana Yesu asiwe sana. Tumejisahau kujitoa kwa gharama zetu, kwa muda wetu, kutunza kile ambacho Mungu ametupa, kutunza wokovu tulio nao. Tumejisahau. Ujue wokovu sio jambo la kawaida jepesi kama tunavyofikiria. Ni jambo zito, ni kiwango kikubwa cha Mungu kumfinyanga wanadamu. Inapofika mahali anapata wokovu, anaokoka. Sasa unatakiwa kutunza kwa gharama yote huo wokovu ambao Bwana amekufinyanga nao. Utakatifu ambao Mungu amekufinyanga nao. Tumia gharama yote unayojua. Tumia muda wako. Tumia chochote kizuri, sio kibaya. Bwana Yesu asiwe sana. Na ujue utunzaji huu, ashukuriwe Mungu, utunzaji huu sio mpaka ushike panga umwage damu. No. Ni maarifa tu, na kukaa vizuri na Mungu, kusimama vizuri na Mungu, kuepuka dhambi, kuepuka mabaya. Yani ndo namna hivyo. Gharama. Unajua kuepuka dhambi ni gharama. Sio jambo rahisi. Sio jambo rahisi kijana. Unaepuka dhambi ya uasherati na ni umekamilika huko vizuri na unakutana na mabinti njiani wazuri walembo. Wengine wanatembea nusu uchi. Hiyo ni gharama. Sio rahisi. Sasa lazima tukubaliane na hiyo gharama. Kwa nini leo hii vijana makanisani wanatenda dhambi kila kukicha? Kwa sababu wamegoma kutoa gharama, kutunza wokovu walio nao. Sio vijana tu. Kwa nini leo watu wanatembea na wake za watu na wameokoka? Ndani ya kanisa. Ndani. Wanafanya uovu, wanafanya maovu mengi na wanasema wameokoka. Ni kwa sababu gani? Wamegoma, wanaona kazi kutoa gharama ya kutunza wokovu. Kuacha dhambi ni gharama, watu wa Mungu. Ni gharama. That is expensive. Ni hali ngumu. Sio rahisi kama ndio maana tunamhitaji sana Roho Mtakatifu atusaidie. Kwa sababu hatuwezi. Hii gharama ni kubwa. Peke yetu kwa akili ya binadamu huwezi kuibeba. Huwezi kuibeba. Kwa sababu mwili kwanza hujawahi okoka. Kama hujui hilo. Haijalishi ni mchungaji unanena kwa lugha, mwili haujawahi okoka. Usipokuwa na Roho Mtakatifu, unaweza kaingia kwenye 18 ukatenda dhambi hadharani kama hauna Roho Mtakatifu. Lakini kama una Roho Mtakatifu utakutana na matukio, utakutana na mitego. Unajua mbaya zaidi shetani alivyo mjinga. Au niwape ushuhuda kidogo. Shetani alivyo mjinga. Kama ni kijana umeamua kusimama vizuri na Mungu, anawatumia mabinti wazuri kuleta ushawishi. Mabinti wazuri, wakati mwingine kuna watu huyo binti wanamgombania wengine wanapigana na ngumi. Halafu shetani alivyo mjinga anakuletea wewe. Binti mzuri anakuja anakuambia anakupenda. Ambapo unakiangalia wengine wanapigana kwa ajili yake. Wanagombana kwa ajili yake. Bwana Yesu asiwe sana. Sasa hapo inahitaji gharama. Kinachowindwa sio kwamba anakupenda, ni adui amepata nafasi kwako akujaribu kwa njia hiyo ili akudondoshe. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Watu walio na misimamo, watu ambao wamekubali kutembea vizuri, ndio wana majaribu mengi ya dunia ya kimwili. Wana majaribu mengi sana. Sasa usipokubali kusimama na Mungu ukaamua kutoa gharama hiyo, utajikuta ni mtu wa kudondoka. Mungu sijui nini nisamee hivi na hivi. Mtumishi mmoja akasema utajikuta ni mtu wa kutubu kila siku juu ya kosa lile lile. Unaanguka na binti leo, umesimama unaanguka na binti.
Kwa sababu gani? Gharama imefika mahali gharama inakushinda. Kubali kutoa gharama kutunza wokovu ulio nao, na kwa msaada wa Roho Mtakatifu, ukimsii Roho Mtakatifu atembee na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Roho Mtakatifu akiwa pamoja na wewe, hata mtu aje kushawishi namna gani, hata itafika mahali kiwango sasa unataka kukifanya hicho kitendo, unashangaa Roho Mtakatifu anagonga kengele, amani ndani ya moyo inatoweka, kama ni nguvu naishiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hutaendelea tena. Unaweza kashangaa nguvu ya kutembea huna uwezo. Unashangaa akili haifanyi kazi. Unashangaa Roho Mtakatifu anakuepusha na hayo. Lakini ukiwa unaenda kichwa utakuwa ni mtu wa kudondoka, unainuka. Utaanza kujifariji na kaandiko kale, mwenye haki huanguka mara 7 uinuka. Utaanguka, unakufa moja kwa moja. Unashindwa kuinuka tena. I'm telling you. Hayo na maandiko mengine usiyashike sana. Maandiko unakuta watu wengi wameishika maandiko kama ya kufariji kwenye inga. Anasema mwana haki ataanguka mara 7. Kwa hiyo anafurahia akianguka, akiinuka tena anaona bado ina nguvu. Ujui unapoteza muda. Hauelewi kwamba ukianguka hautaendelea hapo ulipo. Ni neema ya Mungu kuendelea hapo ulipo, utaanza upya tena. Utaanza kuhasu tena kutengeneza uhusiano wako na Mungu upya. Bali kutoa gharama kutunza kile ambacho Mungu alichokufinyanga nacho. Tunza namna ulivyotengenezwa na Bwana. Tunza namna ulivyofinyangwa na Bwana. Ni jambo la msingi la kuelewa na kulitambua. Sio jambo rahisi. Najua ni kitu kizito. Lakini unatakiwa kutunza. Kubali kutoa gharama, kutoa muda wako. Toa muda wako na Mungu. Na mtumishi mmoja anasema kwamba kati ya kitu kizuri na kitu cha faraja kuliko fedha wala nini, ni mtu kupatikana kila wakati nyumbani mwa Bwana. Kwa mfano, kuna watu wengine hawaendi kanisani, wanatuma tu sadaka na mafungu ya 10. Mtumishi mmoja akasema, Mungu akamwambia huyo mtu mwambie asitume hizo sadaka zake wala mafungu ya 10 kama anaona hana muda wa kuja kumwabudu Mungu. Wapo watu wa namna hiyo. Nasema mimi nitafuatilia tu mtandaoni. Amegoma kutoa gharama. Kwa hiyo utamwabudu Mungu mtandaoni, sio? Unakuta mtu hana muda wa ibada. Yuko na mapambano huko na huko. Anasema anafuatilia mtandaoni. Wewe je, ibada utamfanyia lini Mungu? Kwa sababu hatuendi ibadani, hatuendi kanisani au kwenye mahema ya Bwana kukutanika kuhudumiwa tu, bali tunaenda kumfanyia Mungu ibada. Inapofika swala la kumsifu Bwana, unapomsifu Bwana, hiyo ni ibada ambayo unaifanya. Unamwabudu ni ibada. Uko kuhubiliwa ni kwa ziada, hata sio lengo la ibada. Ni kuongezewa tu maarifa ya namna ya kumwabudu Mungu, namna ya kusimama na Mungu. Lakini watu tumegeuza kwa desturi ya kwamba hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Ni jambo ambalo tunatakiwa kulizingatia. Ni namba 3 hiyo. Luka 10 sura ya 20. Luka 10 mstari wa 27. Tunamaliza, watu wa Mungu. Luka sura ya 10 mstari wa 27. Neno la Mungu linasema hivi. Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni watu ambao walijiuliza. Ni watu ambao walimuuliza Yesu. Ni mwanasheria mmoja alimuuliza Yesu, ni amri gani, ni sheria gani ambayo natakiwa kuishika? Na alimjaribu, sio ulimuuliza, alimjaribu Yesu. Anamuuliza, mwalimu, ni nini nifanye ili niweze kurithi ufalme wa mbingu?
Ni nini nifanye ili niweze kurithi ufalme wa mbingu? Ni jambo ambalo aliuliza huyo mwanasheria. Akamwambia, unachotaka kufanya ukishaokoka, maana ukishafinyangwa na Bwana, unachotakiwa kutoa gharama ya kumpenda Mungu wako. Gharama zinazotajwa sasa, nguvu zako, akili yako na mali yako. Kwa nguvu zako zote, kwa mali zako, kwa akili zako zote, na mpende jirani yako kuliko nafsi yako. Hizo ni gharama ambazo zimetajwa. Gharama tu ndio zimetajwa ambazo unatakiwa kutoa. Habari ya kumpenda Mungu ni gharama. Inapozungumziwa nguvu zako, maana yake na kutoa nafasi, kutoa muda kwa ajili ya Mungu. Inapozungumziwa mali, fedha ulizo nazo zifike mahali zifike uko tayari kutumia kwa ajili ya Mungu. Akili ulio nayo iwe tayari kuumiza kichwa namna gani Mungu anatukuzwa. Hizo zote ni gharama. Bwana Yesu asiwe sana. Hayo ndio mambo ambayo unatakiwa kuzingatia baada ya kufinyangwa na Bwana. Unatakiwa kuelewa. Unatakiwa kuelewa hayo. Bwana Yesu asiwe sana. Katika kufinyangwa na Bwana, ukifinyangwa na Mungu, unatakiwa kujenga shauku ya kufahamika na yeye aliyekufinyanga wakati wote, usije ukasaulika. Sasa hii pointi tutaendelea nayo, tutaanza nayo siku ya kesho. Naomba hapo niishie hapo. Nilikuahidi jana kwamba tutaangalia mambo matatu ya kuyafahamu na kuyajua baada ya wewe umekubali kufinyangwa na Bwana. Na ndio tuliyotazama leo. Sasa kesho tutaanzia kwenye pointi inayosema kwamba katika kufinyangwa na Bwana au kifinyangwa na Bwana au na Mungu, unatakiwa kujenga shauku ya kufahamika na yeye aliyekufinyanga wakati wote, usije ukasaulika. Kuna mtu mmoja amepokea kila ambacho Mungu amekusudia kipokea leo. Na nikuombe Mungu akusaidie ukakifanyie kazi na uchukue hatua, ili kiweze kuzaa matunda katika maisha yako, ili uweze kupata njia na uweze kupata thawabu itokanayo na kile ambacho Bwana amekufinyanga nacho. Sasa nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu asante kwa neno hili. Mshukuru Mungu kwa kinywa chako, mwambie Mungu ninakushukuru kwa kuwa umesema na mimi. Umezungumza nami Bwana katika haya maarifa. Baba, tunakutukuza wana wako tukisema asante Jehova ile. Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako. Kwa kuwa Mungu umekuwa mwaminifu sana, umekuwa mwema sana. Umetusaidia watoto wako Jehova ile. Umetusaidia mfalme, tumeweza kuyajua maarifa haya. Ni kwa mkono wako na ni kwa nguvu zako Jehova. Tunahakika ya kwamba wewe Mungu unatupenda. Unatupenda watoto wako. Ndio maana umetujulisha haya. Bwana, tunaomba utusaidie kuyatunza na kuyashika. Tukatembee nayo Bwana, tukayaishi mfalme. Tukayaishi mtakatifu, tuyaishi mwamba vyote. Tunaomba Baba utusaidie wanao. Utusaidie watoto wako Bwana, utusaidie mfalme. Tusaidie Jehova ile kwa uweza wako na nguvu zako. Tunaomba Bwana utusaidie. Tunaomba Jehova utusaidie. Tunaomba Baba utusaidie kwa uweza wa jina lako mtakatifu. Kwa uweza wa jina lako mwamba vyote. Tunaomba Mungu mkuu ukazidi kusimama. Ukazidi kuonekana mwamba vyote. Ukazidi kuonekana Jehova ile. Ni ombi letu watoto wako Bwana. Mungu katusaidie. Kupitia jina lako lenye nguvu na uweza. Nikiamini wewe umetenda. Mungu akubariki na kufadhili mahali unakoenda kwa jina la Yesu. Ninatamka ulinzi wa Kristo kwa pamoja na wewe katika kazi yako. Ninatamka ulinzi wa Kristo katika biashara, huduma, familia yako na kila kitu unachokitenda. Bwana akakuongoze na kukufadhili kwa jina la Yesu. Adui hatapata nafasi kwako. Kila mahali utakapoenda unaenda kupata kibali cha Kristo anantele hai. Kupitia jina la Yesu Kristo anantele hai. Mungu aliye hai ambaye amekuweka hapo ulipo, Bwana akakugeuze na ukafanyike baraka na njia ya wokovu kwa watu wengine. Ukatende kazi ya Mungu kwa ujasiri kulingana na kile ambacho Bwana amekupa kwa jina la Yesu. Mungu akajitukuze na kujinua kupitia wewe kwa jina la Yesu. Ukawe ni chanzo cha kuinuka kwa familia yako, kwa ofisi yako, kwa kila mahali.
na Mungu wa mbinguni akatukuzwe kupitia kile unachokifanya kwa jina la Yesu. Mungu abariki sadaka yako ambayo unaitoa kwa ajili ya kazi hii, akakufadhili mahali ulipotoa. Mungu akabariki kazi ya mikono yao, akufanikishe mahali ambapo unashindwa, akufadhili mahali ambapo unaishiwa nguvu, akupe nguvu kwa jina la Yesu. Bwana atakubariki kupitia sadaka yako. Mungu ataibariki familia yako, atabariki kapu lako, atabariki unga wako, atabariki familia yako, atawafanya kuwa vichwa watoto wako kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, nakushukuru kwa kuwa umetenda sawa na jinsi nilivyoomba. Kwa kuwa kuomba ni kwangu na kutenda ni kwako Jehova. Asante kwa kuwa umefanya kwa watu wako hawa ambao umewakusudia leo. Kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana mwana wa Mungu, nikutakie siku njema. Naomba tukutane siku ya kesho. Usikose, mwarike na jirani na mpendwa. God bless you so much.